Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu na tuliweza kwenda salama na tukarudi salama, na kubwa zaidi niseme hii naenda nikasema safari yetu kubwa na yenye mafanikio makubwa sana kwenye mchezo wetu, kwa sababu tukianza tu kulinganisha level ya viwango ya wachezaji tu tuliokutana nao, maisha ya kipindi hivi alivyokuwa. Tunakumbuka nchi kama Zimbabwe haikuwa kwenye piki hiyo ya wachezaji wazuri. Nchi kama Kenya haikuwa kwenye competition kubwa, lakini this time ukiangalia level ya wachezaji imekuwa kubwa sana, hata kile unachokitegemea unaweza usikikute. Kwa hiyo naweza kusema ni safari yetu kubwa sana, tukianzia tu nyumbani, mafanikio tuliyopata kwa mchango mkubwa wa serikali na kuona mchezo wetu ni sehemu ya michezo ambayo inathaminika na hata kupewa sehemu ya kuwezesha safari yetu. Tunaweza kusema sehemu kubwa, kwa sababu kupata nauli ya kwenda mpaka South Africa sio jambo dogo. Yes. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ni progress ambayo mimi nimeona kwa binafsi, tumefanya vizuri. Nchi kama Uswatini haikuwa kwenye ramani kabisa, lakini this time nakuta kuna wachezaji wengi na ni wazuri. Acha South Africa ambao ndio baba huu mchezo kwenye wachezaji bora na miundombinu bora, lakini tumefanikiwa sana kwa kweli. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwanza ku maintain nafasi yetu ile, nafasi ya pili. Sio kitu kibaya, ni kitu kizuri sana. Nafikiri labda watu wengi wanashindwa kukizungumzia kwa sababu ile shauku ya kutamani kupata ubingwa, lakini ni kitu kikubwa sana tumekipata. Ukiangalia nchi zinakuwa na namba za chini, lakini tuko juu yao, lakini wanafurahia hata ile namba 2, namba 3 walizopata huko, ambao sisi tuko juu zaidi yao. Kwa hiyo ni kitu kikubwa, na nashukuru Mungu, na naweza nikasema ni safari yangu bora zaidi katika uongozi wangu, kwa kuona kwamba tumeshindana na wachezaji ambao wana kiwango kikubwa na sisi kufika nafasi ile. Sio kwa bahati mbaya, ni kwa juhudi na mapambano ya kuhakikisha tunafanya vizuri. Mwenyekiti, pamoja na kumaintain status yetu, tumebaki pale kwenye namba 2. Hawa ambao wanapambana pengine kuja kwenye nafasi yetu ama kwenda juu, ushindani ulikuwaje? Ushindani kwa kweli ni mkubwa. Ukiangalia hata sisi timu ambazo zilitufunga especially kwenye mzunguko, ni timu ambazo zilikuwa ndogo sana. Kwa hiyo ushindani wa mchezo ni mkubwa sana. Yaani tusitegemee tena ile nafasi ya kusema labda una break unamsubiri mwenzako atafanya nini. Yaani chance ni kwamba wewe break umalize frame yako. Yes. Vinginevyo basi jiandae kufungwa. Kwa hiyo naweza kusema level ni kubwa sana. Unajua tofauti ya mchezo wetu kwa watu ambao wanauangalia kwa jicho lingine, naweza kana ikawa labda hawajauelewa. Mchezo wetu unaanzia kwenye mindset ya game, unaanzia game inapoanza, nani anaanza kucheza, na stage inayofuata umevunja au umepata bahati ya kuvunja, je, kuna mipira imekaa kwenye position gani? Kwa hivyo vitu vyote vinategemea kwenye mchezo wetu. Kwa hiyo nakutegemea uamke vizuri, uwe na bahati, lakini uwe na uwezo mkubwa wa kufanya vizuri. Kwa hiyo sasa hivi watu wengi wako vizuri sana, wachezaji wengi wazuri. Ukiangalia mashindano mengi ya kimataifa ambayo yanatokea kwenye hizi nchi zetu za Afrika, unakuta bingwa kujirudia mara 2 mara 3, mara 2 tu yenyewe ni kitu ambacho cha kushangaza. Inaweza isitokee au miaka 2 mitatu kumkuta bingwa yule inaweza kuwa ngumu. Kwa nini? Ni kwa sababu kila mtu anajiandaa na wako vizuri, na sasa hivi miundombinu na dunia ni ya wazi. Kila sehemu ukienda, ukitaka kuona mchezo namba fulani unauona, kwa hiyo unajua naenda kukutana na mpinzani wa aina gani. Leo hii sisi tuna chipkizi wetu ambao ameenda kumfunga bingwa ambao tunajua Afrika ni tishio, lakini kaenda kule kashinda. Kwa hiyo na sio kwamba kashinda hapa kaingia tukamfunga goli moja kashinda, no. Ni race to 6, kwamba ni hapa kati kweli kuna mechi nyingi wamecheza, kwamba kama una mentality ndogo, kama una uwezo huwezi kushinda. Kwa hiyo kiukweli ushindani ni mkubwa sana, na sisi Tanzania tumshukuru Mungu kufika hiyo, lakini bado tuna miundombinu migumu ya kuweza angalau kuwafikia wenzetu ambao wana miundombinu mizuri zaidi, tukizingatia meza, mashindano ya mara kwa mara kucheza. Bado hatujafika level hiyo kwa sababu na uwezo wetu na nafasi yetu, lakini vijana wetu wengi wana vipaji, ndio maana wanafanya vizuri kwenye mashindano haya kama hivi ya kimataifa ambayo tumetoka juzi. South Africa ameonekana kuwa mbabe kwetu sasa ni misimu mitatu.
unahisi ni nini anachotuzidi zaidi na nini tukifanyie kazi pengine? Kama nimetoka kuzungumzia hapo mwanzo, wenzetu wana miundombinu rahisishi ya kusababisha kuwapata watu ambao wanakuwa bora zaidi, na kikubwa zaidi ni ushindani ambao wenyewe tayari wanao ndani kwa ndani, ni mkubwa sana. Nakumbuka wakati tupo kwenye mashindano katikati, kabla hatujafika mwisho, nadhani ilikuwa kwenye siku ya 3 au ya 4, South Africa walileta wachezaji wadogo miaka 7, 8 mpaka 15 kama 200. Wamekuja pale uwanjani, wametoka kwenye chuo cha Pulu, yani just kuja tu kuangalia wachezaji wa nje wa South Africa wakoje. Kwa hiyo umeona ile ni maandalizi, na huwezi kufanya ile kama una facility nzuri, una vyuo kama wenzetu wana vyuo tayari. Kwa hiyo wenzetu wanawaandaa wachezaji wao kuanzia mwanzo kabisa, na miundombinu inawashawishi au inawapushi kufika hapa ambapo walipo. Kwa hiyo kikubwa mimi naweza kusema ni maandalizi na nafasi ambao wenzetu wapo. Unapozungumzia South Africa, kwa Afrika ni moja ya nchi bora kwa maana kwa maendeleo. Leo ukiwa na vifaa vingi tunavyoona tunavitumia hapa kwetu, vingi vinatoka kwao, lakini sasa sisi tunafikaje huko kupata vitu kama hivyo? Kwa hiyo tunashukuru serikali imeanza kuliona, lakini tunaamini kadri muda unavyozidi kwenda, na uzuri sisi tupo kwenye Pulu na watu wengine watakuja na wataendeleza, nadhani wataendeleza hivyo vitu ili tufike hiyo level ambayo tunaitegemea. Lakini cha kushukuru Mungu, tuna watu na tuna vipaji. Kikubwa tu ni watu waamini kwamba mchezo huu ni sehemu ya michezo mingine muhimu. Tunajua serikali yetu ina michezo ya kipaumbele, lakini kwa tulipofika tunamshukuru Mungu, tunaamini tunaelekea huko kufika kwenye michezo ya kipaumbele, na tutaweza kuweka miundombinu rafiki kuweza kuhakikisha nchi yetu na sisi nafika sehemu nzuri. Tunaona kabisa juhudi za serikali kwenye sekta ya michezo ni kubwa. Kwa hiyo ni sisi sasa viongozi na wadau wengine kuona tunachangia vipi kuhakikisha tunafika ile adhima ya serikali kwenye kuinua michezo na kuwa sehemu bora kwa nchi yetu na wanamichezo wote ambao wanaweza kucheza michezo hii. Mwenyekiti, pamoja na kuambatana na timu kwenye mashindano, bila shaka kuna mambo kadha wa kadha ulikuwa unajifunza, ikiwepo miundombinu ya wenzetu namna gani wanavyoenenda na kurudi na kuja na vizazi vipya mwaka hadi mwaka. Mikakati ikoje ya kuyaendea hayo? Of course kama chama tangu tumeingia, ni uhalisia kwamba tuliingia na vipaumbele. Moja ya kipaumbele, tukumbuke timu yetu muda mrefu haikushiriki ya mashindano. Kwa hiyo tuliona kwanza hili tuweze kufikia adhima yetu, lazima tuweke vipaumbele vya mchezo wetu. Kwa moja, kwanza kuhakikisha mchezo wetu unachezeka. Nadhani hili imekuwa mashahidi, na hata ukirudi nyuma tumeona michezo imechezeka sana. Na hata sasa tunapata wachezaji wengi kutoka nje, ni kwa sababu wameona Tanzania kuna wachezaji na kuna miundombinu ya kuchezea. Kwa hiyo kama chama mimi naweza kusema hivi, tunajipongeza kwanza kuhakikisha kurudisha mchezo kwenye njia na kuhakikisha unachezeka. Lakini la pili, kama chama tulitamani kuona sasa tumetoka kutokushiriki mashindano ya kimataifa, sasa tuanze kushiriki. Kwa hiyo tumelifanya hilo, na tunashukuru Mungu mashindano yote ya Afrika tumeshiriki, kwa sababu hiyo ni sehemu moja ya kutuweka kwenye rekodi ya kuona nchi yetu iko namba ngapi kwenye Afrika. Na kikubwa zaidi ambacho tulikipata ni qualify kwenda kushiriki World Cup. Lakini tulishindwa mwaka jana na nafikiri 2024 tulishindwa kwa sababu ya ukata wa fedha. Lakini na saizi pia tumequalify, ambao Oktoba ndio tuende Uingereza kwenye mashindano ya dunia. Kwa hiyo kama chama tunaweka sasa juhudi zetu kubwa kuzifanikisha hicho ambacho tunakifanikisha. Umeuliza swali kwamba tumejipangaje ili kuona tunafikiaje hiyo level ya South Africa. Sio mchakato mdogo, kwa sababu hata wao hawajaanza
siku moja au mwaka mmoja miaka miwili. Ni kitu ambacho nakifanya kila kukicha, ni desturi yao. Sasa na sisi tumeshaanza kuonekana na serikali, naamini tunapopeleka mipango yetu, hata juzi tulikuwa na kikao na Mheshimiwa Waziri na Baraza la Michezo, tunaamini yale yote ambayo tumewasilisha ni kwa lengo la kukuza mchezo wetu ili kufika hiyo level ambayo tunahitaji kufika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo, inawezekana visiwe wazi sana, lakini cha kwanza tulitaka tuone mchezo unachezeka na ndivyo unachezeka, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu hiyo tumeifanikisha. Changamoto hazikosekani kwa sababu ni sehemu ya njia. Kama kuna sehemu unaenda bila changamoto, basi inabidi ujiangalie nyuma wapi unakosea. Inawezekana kuna makosa makubwa. Kwa hiyo changamoto zipo, tunamshukuru Mungu. Changamoto zipo ili kutatuliwa. Kwa hiyo sisi kama sehemu ya viongozi tunapambana nazo kuzitatua. Tunaamini tutafika sehemu ambayo tunahitaji kufika. Tumerudi nyumbani, tunaona wachezaji kutoka nje ya nchi wanakuja nchini kwa ajili ya bato za hapa na pale za kujipima na wachezaji wetu. Hili kwa chama mmelipokeaje? Ni kipimo sahihi? Na je, kama ni sahihi, pengine kuliendeleza hili pia mikakati ikoje? Asante. Kwanza nadhani nilianza na statement yetu. Moja ya mpango wetu mkubwa ni kuhakikisha mchezo wetu unachezeka, na mwingine ni kuhakikisha tunashiriki hayo mashindano yanayotokea sehemu mbalimbali, manake international. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuona sisi tupo kwenye level gani, sio tu tunajipa moyo hapa fulani anampiga fulani, kumbe ukienda kukutanishwa na wababe huko unakuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo kuwepo na challenge especially za international players, mimi ni kitu ambacho nakiabudu sana, na kiabudu, na nadhani na mimi nimekuwa mshiriki wa moja kwa moja. Tunawashukuru watu wanaofanya mawasiliano nao na kuwaleta, ni kitu kikubwa. Of course hata sisi tulifanya huko nyuma, tushamleta mchezaji kutoka South Africa, Uganda. Lakini tunashukuru na hao wanaofanya sasa hivi ni klabu za Tanzania zinaweza kuwaleta na kuwa party ya wachezaji wao na kuwaleta, kuwapa challenge wa Tanzania. Ni kitu kikubwa kwa sababu wakitoka kwao kuja huku wataangaliwa na wachezaji wao wakiwa wanacheza na wachezaji wetu. Kwa hiyo tunaweka level nzuri. Nadhani tu ni wasii wa wadau na washabiki, ili iwe kama somo na isiwe tusichukulie sana kwenye ushindani na kuchukuliana labda kuvutana sana. Mwisho wa siku inaweza kana isiwe na maana kubwa sana. Of course tunaziona hizo battle, muda mwingine tunakuwa kama chama hatuzipendi na hatuwezi kuziingilia moja kwa moja, kwa sababu ni watu wengine huwezi jua, kwa sababu katika maisha tulivyoumbwa watu wana vitu tofauti tofauti. Washangaa mtu anapenyeza ajenda yake ya binafsi kwa ajili ya kwenye kundi la watu wengi, ili kusudi ajenda yake yeye ambaye anaiamini kwa vitu vyake personal viingie. Kwa hiyo tunaviona na hatuvipendi, in such tunavikemea. Kwa hiyo ni vyema tu kama hizi bato tuzitumie kama bato kwa lengo la kuelimisha, na kama kuna benefit zingine basi zile benefit kwa ajili ya mchezo na wachezaji binafsi. Tusiingize sana personal issues kwenye michezo. Tunajua hatuwezi kufanikisha kila kitu kwa wakati mmoja. Unawezekana ukaja na vitu vyako 10, basi kama umepata kimoja viwili, iwe sehemu ya wewe kushukuru kwamba umekipata, kwa sababu inawezekana wengine hawajakipata kabisa. Na kwa wachezaji wa ndani wa take it positive, kwa maana kwamba wao wanapokuja kutoka nje wanakuletea kitu kingine. Unasema hata mtoto akikuongelesha neno, take time kumsikiliza. Sio kwamba kwa sababu mtoto unaweza kuamini tu anafanya kitu cha kijinga. Hata mjinga kuna muda anakufundisha. Anasema hata saa mbovu kuna muda inasema kweli, kwa sababu inakuwa imesimama tu, afu ule wakati uliosimamia itafika. Kwa hiyo tusichukuliane tu kwamba labda viongozi wamekaa kimya, labda mabubu hawana akili. Anyways, it's okay kuwashumu hicho na kuwashumu kwamba mtu hana uwezo, labda hana mawazo au ana fikra tofauti au ana ubaya na yeye. No, muda mwingine kukaa kimya pia inaweza kawa jibu, kama ambavyo saa mbovu inakaa kimya. Kwa hiyo mimi nadhani tuchukulie positive, tujifunze kutokana na hao watu. Tusimuone kwa sababu amekuja mgeni basi kifungwa labda tuanze kumtukana, kumkebei. Tujengee picha nzuri huko kwenye sehemu za nje. Na wewe unaposhinda basi iwe sehemu ya kuangalia wapi umefanya vizuri, upaongezee juhudi, na pale ulipokosea basi ukapafanyia mazoezi ili kusudi kufanya vizuri zaidi. Michezo hii ni ajira, lakini at the same time ni sehemu ambayo watu wengine wanatumia kama burudani. Mimi najua watu wengi wapo kwenye pool sio tu kwa sababu wanapenda kucheza au wanajua sana kucheza, no, ni kwa sababu wanapata burudani na kupata elimu ya pale na pale, lakini kubwa zaidi ni network, kujuana na watu na maisha mengine yaende. Maisha is all about network.
na tunajifunza kupitia watu ambao tuko nao kila siku na tuzunguka. Mwenyekiti, umekuwa kimya kwa muda mrefu, pengine wa nje ya hiki tulichozungumza, pengine unaweza ukawa na jambo la kuzungumza kwa wale unaowaongoza Tanzania kwa namna moja ama nyingine? Asante, nashukuru. Of course, mimi nadhani sio mzungumzaji sana, ndio maana muda mwingi naweza kana sina vitu vingi vya kufanya, lakini tutambue tu tumepewa dhamana hii ya mchezo kuusimamia, kuhakikisha tunafika sehemu ambayo wote tutafika. Najua inawezekana siwapendeze kila mmoja, lakini dhamira yetu ukiangalia ya ndani kabisa ni kuhakikisha mchezo wetu unakuwa. Sisi tuna shughuli zetu zingine, naamini hata wengine au media kama nyie mna shughuli zenu zingine, lakini mpo kwenye mchezo. Kwa hiyo sisi tupo kuhakikisha tunaupeleka mchezo mbele na sio kwa faida zetu binafsi. Yaani leo ningepata nafasi unasema bwana vipi uendelee au mpe mtu nafasi, kama tunampata mtu tunaamini dhamira ambazo tuko nazo inaendelea, unamwachia endelee, kwa sababu hizi ni mbio za kijiti. Huwezi kuamini kwamba mawazo yako wewe yatakuwa bora kushinda wengine. Hapana, ni ile tu kuona kwamba umefanya eneo lako, na uzuri tuko honest na very transparent, hatuna kitu ambacho tumekificha. Na kama kuna mtu yote anahisi kitu tumekificha, ofisi ziko wazi na unaweza kutumia njia ya kutufikia. Inawezekana sio kwenye group, ikawa sio njia rahisi, kwa sababu njia nzuri, lakini unaweza kutufikia na kutuuliza mbona hapa tunaona kitu hakiende sawa, na tutakujibu kwa sababu ni kitu ambacho kimefanyika kwa uwazi, na sisi tuseme tu viongozi 100% tunajitolea. Na kujitolea ni kuhakikisha tunafikisha sehemu fulani mchezo wetu. Nadhani hapa hakuna ambaye sio shahidi mchezo wetu ulipotoka na ulipofika. Siwezi kusema kwamba ni juhudi za kiongozi mmoja peke yangu au wawili watatu. Naweza nikasema ni shukrani kwa kila mtu ambaye yupo kwenye mchezo huu. Kuanzia kiongozi, kwa sababu kiongozi angekuwepo hamna wachezaji singetokea kitu. Kiongozi yupo, hakuna wadau ambao kila siku tunasapotiana na kurekebishana, usingekuwa mchezo. Wangekuwepo wadau, bila kuwepo na facility ambazo meza na viwanja vinavyojengwa hapa ni kitu ambacho kisingekuwa kizuri. Kwa hiyo kama chama tunashukuru kwa kila mmoja kwa effort yake, na tunawashukuru hata wale ambao kila siku wanadisi, kwa sababu inawezekana wanadisi kwa mapenzi, yes tunazipokea, lakini kama wanadisi kwa ubaya, unakwambia hata mbaya anakuwa akiona unafanya vizuri anza akakwambia unafanya vibaya, na akiona unafanya vibaya anaanza kusema unafanya vizuri kusudi akusifie. Kwa hiyo mimi nadhani zote tunazichukua kwa njia za njia positive za kumaanisha kusogeza mbele mchezo wetu. Kwa hiyo tutajitahidi kuzipokea maoni. Tunaamini ni maoni tu, kama una vitu vingine labda unahisi sio maoni sawa. Kwa lakini kutuletea maoni positive, I'm sure kama sisi ni binadamu tutayapokea maoni yako, lakini kama ukija kwa intention ya shari ili uonekane unafanya shari, it's okay, tutapokea kishari, kwa sababu wote ni binadamu. Tuna ile common sense kwamba huyu anamaanisha nini. Inawezekana labda hatujatumia akili nyingi, lakini hata ukitumia akili ndogo unaweza kujua huyu mtu anaongea kitu gani. Na nadhani kikubwa zaidi tuheshimiane, tusidharauliane, kwa sababu haya ni maisha tu. Mwisho wa siku pool sifanye kukujengea maadui, haikujengi. Yani wewe ukiwa adui yangu mimi na mimi kesho naondoka niko kwa familia yangu, haitaleta maana. Maisha yangu mimi yataendelea kama kawaida. Yani siamini labda nitapungukiwa fulani akinichukia. No, naamini tu kwamba tunaweza tukajengana na maisha yakaendelea. Lakini unaweza kuchukia vile na maisha yakasonga bila tatizo lolote. Kwa hiyo niambie tu ndugu zangu, tuishi maisha ya kuheshimiana, lakini kubwa zaidi kupendana na kuona tunafanikisha ile adhima ya mchezo. Lakini lingine nilitamani watu wengi walifahamu kutoka kwa chama. Of course hapa nyuma tulikuwa kimya kwa sababu tuliona kuna vitu vingi bado vilikuwa vinahitaji marekebisho, na marekebisho sio kitu kimoja. Lakini niseme tu viongozi wengi tumekuwa kidogo tuko busy kwa sababu ya shughuli zetu binafsi za maisha. Hatuwezi kusema 100% tupo kwenye mchezo. Na hata ukiona kuna viongozi wengine wameacha kwa sababu nafikiri kwa hiyo tukatai, ni mapenzi ya mtu binafsi. Hata mwenyewe ikifika muda naona kazi zangu zinanihitaji zaidi, nadhani sitaweza kuwa committed, lakini nipo kwa sababu naamini naweza nikawa sehemu ya mabadiliko na kutufikisha pale ambapo tunaweza tukafika. Kwa hiyo tulipanga kuandaa kikao. Tunashukuru tulipokea maoni mengi ya wadau wakaamini
kuna kitu cha kufanya, okay, yes, tutakifanya, na tupo kwenye vikao vya ndani kwanza kuona tunaendaje kukifanya, lakini kubwa zaidi tulikuwa tushafikiria kuona namna gani tuandae kamati ambayo itaanza kupokea maoni kwa ajili ya mabadiliko ya katiba, framework, then tuende kwenye kikao tukiwa na framework ya katiba, au rasimu ya katiba, alafu baadaye tupitishe, then tuingie kwenye mkutano mkuu ili tuone tunatekelezaje. Kwa nini tunafanya haya saizi? Ni kwa sababu tunaona ni muda stahiki kukifanya ili kesho na kesho kutwa tunapoingia kwenye uchaguzi basi uwe sehemu ya wazi. Sitamani kuona tunavuka mwaka ambao tulistahili kufanya uchaguzi. Sitamani hilo hata kidogo. Sitamani hilo doa linikute nikiwa kwenye uongozi wangu. Yaani ni bora tuje kufanya uchaguzi wakati sahihi na muda sahihi, na tuwachague viongozi ambao wataweza kuja kusaidia mchezo wetu. Sitamani kupostpone na kufika labda tunakaa miaka kadhaa, yani azifu tumesusia, alafu tukisikia kitu kwenye fursa tunaamka, kitu ambacho hakitajenga picha nzuri kwangu, lakini pia kwenye mchezo wetu. Kwa hiyo niwahakikishie tu wadau tupo kwenye right track, tutahakikisha kila kitu ambacho tunakifanya kwa wakati. Mwenyekiti, mimi nikushukuru kwa muda wako, nikushukuru kwa maneno yako mazuri. Asante sana. Nashukuru sana. Asante.